nasi hapa, majirani ambao mko katika nyumba zenu mkiwa na shughuli za jioni, wengine wanatafuta mboga maana siku ndio hiyo inajifunga, wengine wanataka kwenda kuoga wajiandae at least wazeme siku imeisha. Furaha yetu ni kwamba Mungu amependezwa mweze kusikia sauti yake siku ya leo, na furaha nyingine ni kwamba tuko hai, maana ametupatia uhai ili apate nafasi ya kunena na walio hai, walio na pumzi siku ya leo ambao wanapata sauti hii. Sisi letu ni kuwakaribisha kwa moyo mkunjufu, tukiwafahamisha kwamba kila mmoja amekubalika katika mkutano huu. Ni mkutano ambao hauna mipaka ya kusema kwamba mimi ni wa fulani na mimi ni wa fulani. Sisi wote ni wa Mungu, ndio maana tumewakaribisha kwa njia ya kipekee tuweze kujihizi mbinguni mpaka Yesu Kristo aweze kunena pamoja nasi vile anatukusudia wakati huu wa mwisho. Nyakati ambazo tuko nazo ni chache sana. Yesu Kristo akukaribu kurudisha ufalme wake. Shetani ametuangusha kwa mambo mengi, ndio maana tumekuja hapa. Mungu ametutuma tuweze kukuja kwa ajili ya kulipitisha neno katika masikio yako na katika moyo wako. Neno la Mungu liweze kupita na liweze kupata nafasi katika mioyo yetu. Kwa hivyo karibuni sana. Ukiwa katika biashara zako karibuni sana. Vipindi ni mingi ambavyo utaweza kubarikiwa navyo kupitia kwa viumbe Mungu ametuma hapa, ambavyo ni viumbe vya wanadamu ambao Mungu anatumia kunena pamoja nanyi. Kwa hivyo ningependa kuomba hili liweze kumpisha mtumishi wa Mungu ambaye anachukua kipindi, asimame katika jukwaa hili kuleta neno. Tuombe. Baba mtakatifu, 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 uishie mahali patakatifu pa juu mno, na ndani ya mioyo ya wana wako ambao umewaandaa kwa ajili ya ufalme wa milele, ambaye uliumba mbingu na nchi, chemichemi na bahari na viumbe vyote vilivyomo. Tuko mbinguni bako, tukupe utukufu na sifa na shukrani, maana kuna mwingine anastahili zozote ni wewe tu. Asante kwa uhai, asante kwa uzima wa milele kupitia mwanao Yesu Kristo. Asante kwa wakati huu kuleta neno lako mahala hapa. Asante kwa watumishi wako ambao umewaandaa kwa njia ya kipekee waweze kunena na wana wako wako mahali hapa. Tunakukaribisha tu kupitia kwa Roho Mtakatifu, uwe pamoja nasi. Utangulie mahali tunataka kuzungumzia, wala ambao tunawazungumzia wazungumzie kwanza kama hatujazungumza pamoja nao. Sauti yako isikike mioyoni mwao kabla hatujanena lolote, maana wewe ni Mungu uliye mbele, ambaye ni kiongozi wetu. Ufike kabla hatujafika. Baba yetu, mtumishi wako aendeapo kusimama mahala hapa, na mkabidhi mikononi mwako kwa njia ya kipekee. Mtakaze, umpatie sauti njema, neno lako liweze kutoka ndani yake na sauti yako iweze kusikika kupitia kwake. Tunaombea mitambo ambayo ni mwanadamu alitengeneza, lakini kwa mitambo hii tumike kupaza sauti walio gizani wakuje kwako. Mitambo hii usimamie, udhibiti, maana shetani anajaribu kuchokora mitambo ndio kazi yako iweze kuharibika. Lakini tunaamini katika jina la Yesu kwamba ushindi uko upande wako. Na ushindi ukiwa upande wako, katika jina la Yesu nasi pia tutakuwa washindi mahali hapa. Zaidi ya mno anga tunakupatia hali yako, na walio hapa ni wako ambao wanataka kusikia neno lako. Kilirisha na ujiinue katika hapa mahali tunapaweka wakfu. Kristo utawale mahali hapa. Mkutano wa mbingu shuke ukae pamoja nasi, maana tunaonekana wachache, lakini tuomba tuwe wengi, maelfu na maelfu ya watu na watakatifu ambao watakaa pamoja nasi kutoka juu mbinguni. Mungu wetu, jinue kwa hali zote. Wewe unatufahamu na unafahamu kila jambo liko mbele yetu, sisi hatujui.
Ndio maana tuwezi kuomba yote, maana tujui kuomba. Yale ambayo tungeomba na yale tumeomba, tuomba yawe kitu kimoja, na zaidi ya Roho Mtakatifu atukamilishie. Jina lako lipate kuinuliwa, maana tumeomba katika jina kuu la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen. Asante sana mtumishi wa Mungu kwa sababu ya makaribisho na maombi mazuri. Asante kwa namna ambavyo umeweza kutuombea na kuombea mkutano jioni hii ya leo, na kwa ndugu zetu na dada zetu ambao Mungu ametupatia jioni ya leo kama jioni ya kipekee. Tunazidi kuwakaribisha katika mikutano yetu, tukishukuru kwa sababu ya utulivu wenu na amani yenu ya kipekee tangu tulipoingia katika area hii siku ya Jumapili, na leo ni siku ya Jumanne, na muda wetu unazidi kuishaisha tukiondoka katika mahali hapa. Lakini tunamshukuru Mungu kwa sababu ya amani nyingi ambayo inaendelea kuonekana hapa. Sisi tumekuja kufundisha neno la Mungu, na mkutano huu ni mkutano ambao ni mkutano wa amani na amani peke yake. Ndugu zetu na dada zetu, kuna mambo mengi sana tunatarajia mjifundishe kupitia kwetu. Tunatarajia mjifundishe kupitia kanisa la Mwenyezi Mungu. Pengine hamtaona nyimbo za ajabu ajabu. Pengine hamtaona mambo ya ajabu ajabu hapa. Hapa ni Biblia tu, na Biblia namna inavyosema, na nyimbo zenye utaratibu. Hivyo ndivyo mambo mtaona hapa, na mtaona ibada ya kipekee sana sana, sio ibada ambayo umezoea kuona katika barabara, kwa sababu sarakasi nyingi asitaendelea hapa. Hapa ni kumtukuza Mungu na kukuonyesha vile Mungu wa kweli anaabudiwa. Bible study, ugunduzi wa Biblia kwa njia ya kipekee, Charles Omache ili aweze kunena nasi kwa njia ya kipekee. Kwa hivyo wangapi na mimi tunamkaribisha kwa njia ya kipekee. Tunaomba ili aweze kuingia kwa njia ya kipekee. Tupate kuomba. Mungu Baba, tuache mbele zako, tunalihimidi na kuinua jina lako. Masaa haya ni masaa ya kipekee, tunanena kupitia Biblia ya kipekee ambayo ni neno lako. Mzee ambaye amesimama ili aweze kuleta neno hilo, Mungu wetu, Roho wako Mtakatifu kwawe kiongozi, atufunulie kwa njia ya pekee, ili kila mmoja wetu wapita njia, wale wote ambao wako kwa biashara, wale wote ambao wametulia na wanaendelea kusikiza neno lako, Mungu wetu, sauti hii iweze kuwafikia kwa njia ya kipekee, na unene nasi upendavyo mpaka mwisho. Bado tutalihimidi na kuinua jina lako. Nena nasi upendavyo, ndio ombi letu katika jina la Yesu aliye Mwokozi wetu. Amina. Basi wapendwa, tena tumeenda kipindi kingine ambacho tunawakaribisha kwa njia ya kipekee kwa ajili ya kusikia neno ambalo liliwekwa msingi chana kuhusu Biblia. Msingi uliweza kuwekwa na mtumishi ambaye hatuko naye siku ya leo, lakini shambani mwa Bwana Biblia inasema kwamba mavuno ni mengi lakini wavunaji ni wachache. Lakini ni kwamba Mungu ameshapanga kwamba kazi yake isiche ikasimame, uweze kuendelea. Kwa hivyo tunakukaribisha kwa njia ya kipekee. Ningependa kuleta nukuu za jana ama mzingi ambao uliweza kuwekwa vizuri, kwamba mbona Mungu
ni jinsi gani Mungu ananena na watu wake, jinsi Mungu ananena na watu wake. Tukaona kwamba zamani, kabla ya dhambi kuingia pale Edeni, Mungu alikuwa anateremka kutoka kutana na watu wake, wale wa kwanza wanaitwa Adam na Hawa, wanaongea nao uso kwa uso, anaongea nao kama watoto wake uso kwa uso. Lakini baada ya dhambi ikawa kwamba Mungu hawezi kuendelea kukutana na mwenye dhambi uso kwa uso. Ikawa kwamba lazima aweze amwandikie barua ya kumwonyesha kwamba anahitaji uhusiano kati yake na mwanadamu. Tukaona kwamba Biblia ni neno ambalo limeandikwa kama barua kwa mtu ambaye umpendaye. Kwa hivyo Mungu wetu anatupenda, ndio maana akaweka Biblia iweze kupatikana katika dunia kuonyesha upendo wa Mungu. Biblia inatuonyesha upendo alio nao kwetu yeye Mungu. Biblia ni nini? Hii hapo ndio ningependa kuanzia, maana tushaombewa kwamba tuweze kuanza. Biblia sasa ni nini? Hilo ndio neno kubwa ambalo nataka tuangalie. Tena tutaangalia kazi ya Biblia ni gani kwetu. Tena tutaona neno la Mungu ni nini kwetu. Biblia wakati tunasoma, hata wale ambao walienda shuleni hata hawajawahi enda kanisa, ni kwamba Biblia ni mkusanyiko wa vitabu 66 ambavyo vimeandikwa na watu ambao walikuwa wamefuviwa na Roho Mtakatifu, wakaweza kuandika maneno ambayo yalikuwa yanatoka kwake Mungu. Kitabu kile ambacho tunasema Agano la Zamani la Kale likiwa na vitabu 39 kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Malaki. Tunapo ndio tunapata vitabu vya kwanza vile ambavyo wakati Yesu alikuja duniani, Yesu alikuwa anahubiri kutokana na hivyo vitabu. Yesu alikuwa anahubiri kutokana na yale ambayo yalinenwa zamani. Ukiangalia siku moja Yesu akisimama kanisani, akafungua kitabu cha Isaya, akasoma, sasa Roho wa Mungu ako juu yangu, ili niweze kuwafungua macho walio vipofu, niweze kuwafungua wale ambao wamefungwa. Yale maneno alisoma kutoka kitabu cha Isaya inaonyesha kwamba wale ambao walikuwa ni watu wa Mungu nyakati zile walikuwa wanategemea Agano la Kale. Agano la Kale likiwa ndio msingi ambao ulikuwa unaongea juu ya Yesu Kristo na kuja kwake kwa kwanza duniani. Tena tukaona kwamba Agano mpya ama Agano jipya ambalo limeandikwa baada ya Yesu likiwa na vitabu 27 ambavyo ni vitabu, tunaanzia kitabu cha kwanza, kitabu kile cha Mathayo mpaka kitabu cha Ufunuo. Kwa hivyo hivi ndivyo vitabu vimeandikwa na watu wa Mungu. Sasa mbona hivi vitabu vimeandikwa ili Mungu apate nafasi ya kuongea pamoja nasi. Mtumishi, ningependa tuende na wewe moja kwa moja katika kitabu kile ambacho ni cha Waebrania 1:1. Inasema nini mtumishi? Waebrania 1:1. Inasema nini mtumishi? Pumzi ya Mungu inasema hivi. Mungu ambaye alisema zamani. Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii. Na baba zetu katika manabii. Kwa sehemu nyingi. Ebrania. Mungu ambaye alisema na zamani Mungu ambaye alisema zamani, yes, na baba zetu katika manabii. Kwa hivyo Mungu alisema nasi zamani na babu zetu, alisema na mababu zetu kupitia manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana. Amesema nasi katika mwana, yani katika Yesu Kristo aliyekuwa mrithi wa yote, tena kwa yeye aliyefanya ulimwengu. Kwa hivyo ukiangalia zamani Mungu alikuwa anaongea na watu kupitia manabii, lakini raised a standard. Naweza sema Mungu wetu raised a standard of communication to us. Kivipi? Sasa anaongea nasi kupitia ama katika mwana ambaye ndiye muumbaji. Kwa hivyo Mungu anaongea nasi direct. Mungu anaongea nasi kupitia kwa Biblia.
hii ambayo ni neno la Mungu limeandikwa na watumishi wake ambao waliweza kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunaona kwamba viwango vya Mungu kuongea pamoja nasi viko katika hali ya juu, sio kupitia kwa wanadamu. Mtumishi, ningependa unichukue katika kitabu cha Waefeso 2:20. Nasema nini? Kitabu cha Waefeso 2:20. Waefeso ni 2:20. Nasema nini? Anasema hivi. Nasema 2:20 kuwa mmejengwa juu ya msingi ya mitume na manabii. Ndio maana tumejengwa katika msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe jiwe kuu la pembeni. Ndiye jiwe kuu la pembeni. Kumaanisha kwamba wakati manabii walikuwa wananena na wanadamu kama na Israeli, kama vile wametumwa na Mungu, Yesu Kristo tayari alikuwa pale. Naam. Kwa hivyo Yesu si mgeni ambaye anaonekana katika New Testament, Agano Jipya. Sio mgeni ambaye tunamuona kwamba Yesu amekuja jana. Isaya ni mkubwa kuliko Yesu. Abraham ni mkubwa, wanajaribu kurate Yesu na wale wazee wa imani wa zamani. Wazee wa imani wa zamani ni watoto na ni wadogo. Huwezi kuwalinganisha pamoja na Yesu Kristo. Yeye ndiye jiwe kuu la pembeni katika kitabu kile ambacho kinaitwa ama vitabu vile ambavyo vinaitwa Old Testament. Tena yeye ndiye jiwe la pembeni katika mbona tunapata haya maneno? Mbona Mungu anatuzungumzia tena kivipi? Hebu thibitisha tena mtumishi kutoka katika kitabu cha Amosi 3:7. Anasema nini? Kitabu cha Amosi. Biblia inajisemea yenyewe, maana sisi hatuna mambo yetu ya kusema. Biblia inasema waje iseme. Amosi 3:7 inasema nini? 3:7 inasema hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Kwa hivyo tunaona nini? Kuna mambo ambayo Mungu anataka kufanya ama alikuwa anakusudia kufanya ama kutenda katika ulimwengu huu. Angeyatenda kama hajafunua hayo maneno wa manabii watumishi wake, ili hao manabii walete haya maneno kwa watu wa Mungu. Watu wa Mungu wajiulize kwamba Mungu amesema hivi na hivi. Jambo lolote. Kwa hivyo sauti yote ambayo inaitwa ni ya Mungu. Tuombe. Tulikuwa tumefikia mahali kitabu ambacho ni Amosi 3:7 inasema kwamba Mungu wetu hawezi tenda jambo lolote bila kutuliza watumishi wake manabii. Kwa hivyo hatumo gizani tena, maana tumefahamishwa neno la Mungu kupitia kwa watumishi wa Mungu na Roho Mtakatifu, wakaweza kuwa na nguvu ya kuandika hili neno hili litufikie nyakati za leo. Kitabu cha Warumi 15:14 inasema nini mtumishi? Warumi 15:4 inasema kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa, that is Old Testament, yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja ya maandiko, tupate kuwa na tumaini. Kwa hivyo neno hili liko na kitu inaitwa faraja, liko na kitu inaitwa tumaini. This is the source of hope. Neno la Mungu ndio linaleta tumaini. Hatuwezi kuwa na tumaini kama tuamini neno la Mungu. Makusudi sasa ya Mungu ama neno la Mungu yalikuwa ni nini mtumishi? Ndio nataka tuangalie kwamba kuandika Biblia alikuwa anatafuta mbinu ya kuwasiliana pamoja nasi. Maana kuna jinsi Mungu angezungumza kutoka mbinguni atuzungumzie direct. Ilikuwa kwamba lazima haya yaandikwe ili tuyapate, tujue kwamba yeye ndiye anazungumza pamoja nasi. Mtumishi, tuende pamoja nawe katika kitabu kile ambacho ni
Kitabu ni Revelation 1:1 inasema nini? Ufunuo Yohana 1:1. Revelation 1:1 inasema, anasema ufunuo wa Yesu Kristo, ufunuo wa Yesu Kristo aliyopewa na Mungu, awaonyeshe watumwa wake, mambo ambayo kwamba hayana budi kuja upesi, naye akawatuma kwa mkono wa malaika, akamuonyesha mtumwa wake Yohana. Kwa hivyo Mungu anatuma malaika wake Yohana alete ujumbe ambao ni wa nyakati za mwisho. Hiyo ndio njia Mungu amecommunicate pamoja na sisi kupitia Yohana. Tunaona malaika wakiwa katikati, tunaona Yohana, alafu tunachiona sisi pale tukipokea huu ujumbe. Katika kitabu cha Zaburi 19 fungu la kwanza inasema nini mtumishi? Kitabu cha Zaburi 19 fungu la kwanza. Fungu la kwanza inasema nini? Pumzi ya Mungu inasema hivi. Inasema mbingu za ubiri utukufu wa Mungu. Mbingu za ubiri utukufu wa Mungu. Na anga inaitangaza kazi ya mikono yake. Inatangaza kazi ya mikono yake. Kwa hivyo tunaona kwamba tukiona uumbaji wa Mungu, tunaona kitu inaitwa communication, mawasiliano ya Mungu na mwanadamu. Mungu nena pamoja nasi kupitia kwa uumbaji. Vile aliweza kuumba viumbe vyote ulimwenguni vinaonyesha kwamba kwa kweli kuna mwenye hivi viumbe mwenyewe mwenye aliviumba. Kwa hivyo havijachiumba. Vile tunasema kwamba vile historia inasema kwamba wala mmeenda shule kwamba kuna kitu inaitwa evolution theory. Evolution theory ambayo inasema ama inanalify ile uumbaji wa Mungu. Uumbaji wa Mungu ambao unasema kwamba Mungu aliumba kila kiumbe. Mungu aliumba kila kiumbe kufika kwa mwanadamu, akamuumba mfano wake. Sayansi inadumisha kwamba Mungu achaumba bali mwanadamu amefollow kutoka kwa kiumbe kinaitwa the ape. Ameendelea, amekatika mkia, ametembea na miguu minne, ameanza kutembea na miguu miwili, amekuwa upright, amekuwa mwanadamu, ameanza kuishi. Hiyo ni sayansi inadanganya hivyo. Lakini tunaona kwamba neno la Mungu liko wazi. Linasema kwamba tukiangalia viumbe vyote ulimwenguni, this is a kind of communication to humanity. Kwamba I'm the owner of the earth. Ni nini anasema katika kitabu cha 24 hapo 24 mtumishi? Mmoja anasema nini? Inasema hivi, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana. Dunia na wote wakao ndani yake. Dunia na wote wakao ndani yake. Niendelee. Imefika mwisho. Naam. Asante mtumishi. Kwa hivyo tunaona kwamba vyote vilio ulimwenguni na uumbaji wote ambao tunaona katika ulimwengu huu, na vyote ambavyo vimechaza ulimwengu ni mali ya Mungu. So hii ni njia moja Mungu ananena nazi kwamba yeye ndiye mwenye viumbe. Tusome kitabu cha Yohana tuone kuna kind of revelation there, kuna ufunuo pale kuhusu this communication. Mungu ni nini anataka kupass to us through the word of God. 14:6 inasema nini mtumishi? Yohana 14:6. Inasema nini? Inasema hivi. Inasema Yesu akamwambia, mimi ndimi njia, na kweli, na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kwa hiyo Mungu pale, yani Yesu pale tunamuona kama njia. Hili tunaona tena katika kitabu cha Yohana 17:17 inasema nini? Inasema hivi, kama Yesu amejiita yeye ndiye kweli, yeye ndiye njia na uzima. Tukisoma Yohana 17:17 inasema nini? Watakase kwa ile kweli. Watakase kwa ile kweli. Neno lako ndiyo kweli. Neno la Mungu ndiyo kweli. Kwa hiyo neno la Mungu ambalo tunalisoma mahali hapa ndiyo kweli. Hili neno ambalo linasoma mahali hapa ndilo kweli. Huyu ni Yesu Kristo anajidhihirisha kupitia kwa hili neno. Maana Yesu amejitangaza wazi kwamba mimi ndiye njia, uzima na ndiye njia na uzima na uhai. Kwa hiyo tunaona kwamba hakuna jinsi mtu anaweza sema kwamba anaweza kuandika Biblia kwa sasa. Hakuna Biblia inaweza andikwa
kuongozwa na Roho Mtakatifu. Katika hili neno mtumishi, hili neno liko na mwisho. Tuseme katika kitabu, mtumishi, tuende na wewe katika kile cha zamani kinaitwa Isaya 40 fungu la 8. Hili neno mwisho wake ni wapi? Hapa ndio tunataka tuone neno limefika mwisho ama linafika mwisho. Isaya 48. Nasema nini mtumishi? Majani yakauka, majani yakauka, huwa lanyauka, bali neno la Mungu wetu. Rudia mtumishi. Majani yakauka, majani yakauka, huwa lanyauka, huwa lanyauka, bali neno la Mungu wetu, bali neno la Mungu wetu litasimama milele. Litasimama milele. Kwa hivyo neno la Mungu litasimama milele. Neno la Mungu haliwezi likageuka. Neno la Mungu haliwezi likabadilika. Katika kitabu cha Yohana 10 fungu la 35 mtumishi, tunaona kwamba pale neno la Mungu haliwezi likabadilika. Neno la Mungu limesimama milele. Hakuna siku litakuja kubadilika. Kwa hivyo wale ambao mnasema kuna kitu kilibadilika katika Biblia, so that you can fit your situations, your conditions and your desires, mnachidanganya, maana hakuna mahali neno la Mungu linaruhusiwa kubadilika hata kidogo. Mtumishi anasema hivi, ikiwa aliwaita miungu, kama Mungu aliwaita miungu wale waliojiliwa na neno la Mungu, na maandiko hayawezi kutanguka. Maandishi hayawezi kutanguka. Yaani kumaanisha nini kutanguka? Inamaanisha nini mtumishi? Kubadilika. Maandishi hayawezi kubadilika. Maandishi hayawezi kubadilika. Mtumishi, soma tu kitabu cha Mathayo. Mathayo 5:17 inasema nini mtumishi? Kitabu cha Mathayo 5. Mstari mdogo wa 7. Anasema hivi, heri mwenye rehema. Mathayo 5:17 anasema, msidhani ya kuwa alikuja kuitangua Torati. Yesu hakukuja kutangua Torati au manabii. La, sikuja kutangua. Hakukuja kutangua, bali kutimiliza. Bali Yesu alikuja kutimilisha yale ambayo yaliandikwa katika manabii. Na tukiangalia vizuri neno la Mungu, tuliona pale kwamba katika kitabu cha Yohana 10:35 kwamba alitabadilika hata kidogo. Kumaanisha kwamba na Yesu naye hakukuja kubadilisha hata kidogo. Maana yale maneno yaliyoandikwa katika Biblia yanadhihirisha tabia za Mungu na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo hakuna siku tabia za Mungu zitabadilika. Hakuna siku maagizo ya Mungu yatabadilika. Hakuna siku hata sheria zake zitabadilika. Kwa hivyo hakuna chochote katika neno la Mungu kitabadilishwa na mwanadamu. Mwanadamu ambaye anajaribu kubadilisha neno la Mungu na kuliweka kulingana na mapenzi yake ili aweze kuingilia mahali naye aweze kujifanyia ibada yake ambayo haijatakazwa na Mungu, inamaanisha kwamba yeye amejitengenezea, lakini sio Mungu mwenyewe ambaye amemruhusu aweze kutenda hivyo. Mtumishi, na kitabu cha sema nini mtumishi? Kitabu cha Methali 30. Mstari mdogo wa ngapi? Kuhusu neno la Mungu, tuone 30 fungu la 5 na 6 unasema nini? Anasema kila neno la Mungu, limehakikishwa. Yeye ni ngao yao wamwaminio. Usiongoze neno. Wewe tu mtumishi, nataka urudie hatua kwa nyingine pole pole. Anasema hivi, inasema kila neno la Mungu limehakikishwa. Achia hapo kidogo mtumishi. Kwa hivyo hatuna nafasi kubadilisha kitu ambacho kimehakikishwa na Mungu mwenyewe, kitu ambacho kimehakikishwa na Roho Mtakatifu kupitia kwa watumishi wa Mungu ambao waliandika, waliongozwa wakaandika, ilithibitika. Kwa hivyo hatuna nafasi ya kubadilisha hata kidogo. Mtumishi, endelea kutoka hapo. Anasema yeye ni ngao yao wamwaminio. Usiongeze neno la Mungu katika maneno yake. Usiongeze katika maneno ya Mungu, usije ukamuongeze maneno kana kwamba Mungu amepungukiwa na maneno ya kuambia watu wake. Watu wengi wanajaribu kuongeza maneno yao katika neno la Mungu ili waweze kujitengenezea sana kitu inaitwa ibada. Wanajitengenezea ibada wakijiongeza ama wakiongeza Mungu maneno kana kwamba Mungu amepungukiwa. Mungu wetu ni tajiri wa kila neno. Mungu wetu ni tajiri wa kila jambo lolote ambalo linatendeka duniani.
kama ni umbaji, kama ni kitu chochote ambacho tunaona ama tunahitaji, yeye ndiye upeana. Kama ni neno tunahitaji, wacha Mungu mwenyewe aweze kutupeana neno, sio sisi tuanze kujitengenezea maneno. Mara nyingi unapata kwamba watu wengi ambao wanajiita watumishi wa Mungu wanajaribu kubadilisha neno la Mungu na kujielekeza wenyewe, sio vile Mungu ameelekeza mtumishi. Naam, ningependa nichukue katika kitabu ya Deuteronomy 29:29 inasema nini mtumishi? Kumbukumbu la Torati 29:29. Inasema nini mtumishi? Biblia inasema hivi, 29 kwamba acha nifike kwa, nasema kwamba mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu. Mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu. Lakini mambo yaliyofunuliwa, yale ambayo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele, ili tufanye maneno yote ya sheria hii. Kwa hivyo yale ambayo yaliandikwa yote sio siri. Yale ambayo yaliweza kuandikwa yote sio siri, yako katika Biblia. Lakini yale ambayo hayakuandikwa, tunaona kwamba hiyo ndiyo siri. Kumbuka siku moja pale Yesu akiulizwa na watu kwamba kuna mtu ambaye alioa mwanamke. Alipooa mwanamke, yule mwanamke yule bwana akafika akafa. Alipokufa ikawa kwamba ndugu yake amemchukua. Na yule ndugu yake amechukua yule mwanamke naye akafika akafa. Naye huyu jamaa naye akafika mahali naye akafa. Tunaona kwamba hili jambo ni kama alikuwa limeandikwa. Maana waliuliza katika mfalme sasa ataitwa, wakati tunarudisha mfalme wao ataitwa bibi ya nani? Katika kitabu ni cha Mathayo mtumishi, naomba umsomee pale tuweze kujua kwamba yale ambayo yameandikwa kwetu sisi na watu wale ambao wako nyuma yetu. 22:29 inasema nini mtumishi? Kitabu cha Mathayo 22:29 inasema nini? 29 inasema hivi. Inasema mtumishi, acha nisome, inasema 29 kwamba Yesu akajibu akawaambia, mwapotea kwa kuwa hamyajui maandiko wala uweza wa Mungu. Kwa hivyo watu potea maana hawayajui maandiko wala uweza wa Mungu. Naam. Kwa hivyo uweza wa Mungu unapatikana wapi mtumishi? Katika Biblia. Katika Biblia takatifu. Naam. Kwa hivyo ndio tumeweza kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu. Lazima tusome Biblia na tuielewe na tuweze kuitumia vizuri katika maisha yetu. Isije kama kwamba tumeitumia vibaya na tumepotea kupitia kwa Biblia. Nataka nikwambie hivi, Shetani alijaribu kutumia Biblia kumpotosha Yesu Kristo. Baada ya ubatizo wa Yesu, akiwa pale jangwani, Yesu akaweza kujaribiwa na yule mwovu Shetani. Alipomjaribu, ukumbuka kwamba Shetani alikuwa anatumia maandiko. Kwa hivyo uelekeo Shetani ako mbele yako, anaelewa maandiko kukuliko wewe. Uweze kusoma uwe mbele ya Shetani. Usiposoma vizuri uwe mbele ya Shetani, utakuwa na kiongozi ambaye anaitwa Shetani. Kwa hivyo tuweze kujiandaa kuangalia maandiko kwa utaratibu na kulingana na mapenzi ya Mungu. Mtumishi. Naam. Yesu alimwambia nini Mafarisayo wakati wanamsumbua akiwa hapa duniani? Katika kitabu cha Yohana 5:29 anasema nini pale? 5:29 anasema nini? Inasema nao watatoka 29. Ni 29 ama 39 mtumishi? 39 anasema? Inasema hivi. Inasema mwachunguza maandiko. Kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake. Na hayo ndiyo yanayoshuhudia Yesu Kristo. Haya ni maandiko gani mtumishi walikuwa wanasoma? Mafarisayo walikuwa wanasoma maandiko gani? Ni New Testament ama Old Testament? Old Testament. Walikuwa wanasoma Old Testament. Sasa inamaanisha nini? Wakati ule Yesu akiwa duniani, maandishi ya Agano la Kale ndio yalikuwa yanafanya kazi duniani. Katika hekalu, haya ndio mafundisho yalikuwa yanasoma pale. Lakini tunaona kwamba walikuwa wakisoma
Zaburi 111 119 fungu la 105 inasema nini? Neno lako ni taa ya miguu yangu. Neno la Mungu ndilo taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Kwa hivyo inamaanisha nini? Hili neno likikosa katika maisha yako, utakuwa unachukua kila wakati, utakuwa unaanguka. Yaani kuanguka inamaanisha utakuwa unafanya dhambi, maana hujasoma neno, hujaelewa neno. Mtumishi, rudi tena katika kitabu cha Yohana 17:17. Maana hujaelewa neno hili, maana hujatakaswa na hili neno, utakuwa unaendelea kufanya dhambi, utakuwa mwenye dhambi bila kuelewa kwamba unafanya dhambi. Ni sababu hujaelewa neno la Mungu, ni sababu hausomi neno la Mungu. Maana uko na pesa ya kutosha, hauna haja ya kwenda hata hekaluni uweze kwenda kusikiza neno la Mungu. Maana umeandikwa kazi ulikuwa umetafuta kwa muda mrefu, sasa hauna haja ya neno, hauna haja ya Yesu Kristo. Watu wengine wanasema kwamba wale ambao wanaenda kanisani ni wale ambao ni maskini, wanaenda pale kujikonsoli ama kujifariji. Yaani wanafikiria kwamba mtu ambaye anaenda kanisani kumwabudu Mungu ni maskini ambaye anatafuta faraja kutoka kwa Mungu. Maana alikosa chakula jana, ameenda pale kanisani aweze kuomba na kuimba aweze kujifariji, aweze kusahau shida zake. Lakini hiyo sio kweli. Mtumishi, rudi katika ile fungu tena, inasema nini? Inasema hivi. Inasema watakase kwa ile kweli. Watakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Neno lako ndio kweli. Mbona neno la Mungu ni taa ya miguu yetu? Lituongoze kama limetutakaza, hatutajikwaa tena, hatutaanguka. Yaani kwa njia nyingine hatutakuwa wenye dhambi. Kama tunaelewa neno la Mungu, kama tumeishi kulingana na neno la Mungu, hatutajipata katika dhambi yoyote ile. Kwa hiyo kumaanisha nini? Watu wengi huanguka maana hawayafahamu maandiko, maana hawasomi maandiko. Maana watu wengine tena shida wako nayo ni kwamba wanaibika katika neno. Unapata kwamba kwa mfano unapata kwamba watu wengi wamejichagulia mahali pa kusoma na mahali hawasomi. Kwa mfano watu wengi wanabeba kitabu kinaitwa Biblia ambayo inaitwa ni Agano Jipya peke yake. Naam. Mtumishi, ni ukweli ama uongo? Ukweli mtupu. Wakibeba ile ambayo iko na vitabu 27 ambayo inaitwa Agano Jipya, wamesahau kwamba kuna Agano la Kale liko na vitabu mingi kuliko hii. Na ukiangalia misingi yetu, tumeona kwamba ni iko katika mitume na manabii. Kutoka kwa kitabu cha Waefeso 2:20 ambayo tumesoma. Kama misingi yetu iko pale, Yesu Kristo akiwa jiwe kuu la pembeni, inamaanisha kwamba hakuna jinsi unaweza soma Agano Jipya peke yake ukisema kwamba hiyo ilikuwa ya Waisraeli, ya zamani ilikuwa ya Waisraeli. Nani alikwambia Waisraeli walikuwa wa nani? Waisraeli walikuwa ni wa Mungu. Sasa wewe ni wa nani? Wewe ni wa shetani. Hutaki kusoma Agano la Kale? Kwa hivyo tuweze kufahamu kwamba tusiwe na aibu katika neno. Hebu mtumishi, na tuende katika kitabu cha Warumi 1:16 inasema nini? Mtumishi, Warumi ni 1:16. 1:16 inasema nini? Kwa maana sionei hii injili samani. Kwa maana sionei haya injili. Tunaona kwamba Paulo anasema kwamba haonei haya injili ama ana aibu katika neno la Mungu. Yaani hawezi kuaibika kwa ajili ya neno. Inaisha mtumishi. Kwa sababu ni uweza wa Mungu. Injili ya Mungu ni uweza wa Mungu. Uletao wokovu kwa kila aaminiye. Kwa hivyo lazima uamini neno, ndio ili neno liweze kukuletea wokovu katika maisha yako. Watu wengi hawajaamini, wanaendelea kuishi maisha yao sio ya Mungu. Watu wameishi maisha yao jinsi ya kukula, wameishi maisha yao jinsi ya kukunywa, wameishi maisha yao jinsi ya kufaa. Hata kufaa kwenyewe wanafaa tu ulimwengu, maana wanataka kupendeza ulimwengu na wale wako ulimwenguni. Unapata mtu anafaa ndio aweze kufutia fulani, sio kufutia Mungu katika maisha yake. Vitendo ambavyo tunavitenda bila kujiandaa kwamba ni nani anatakikana kufurahia na vitendo vyetu. Mwanadamu asije akafurahia na vitendo vyako, lakini Mungu aweze kufurahi na kupitia kwa
23. 23 fungu la 9 inasema nini? 23 fungu la 9. Biblia inasema hivi. Inasema katika habari za manabii moyo wangu ndani yangu. Asante mtumishi, achia hapo. Nataka mfungulie mahali inasema mtu asije akajifune kwa utajiri wake ama kwa hekima zake, lakini ajifune maana amemchua Yesu, maana amemchua Mungu. Usije ukajifune ama ukataka kupendwa na watu, maana watu wakikupenda kuna mahali wanakuchukua. Ili upendwe na Mungu kwa kutenda yaliyo mapenzi ya Mungu, ili uweze kuwa mwana wa Mungu, sio katika dunia hii tu, bali katika uzima wa milele. Mtumishi, someni Yeremia 9:23. Bwana anasema hivi. Bwana anasema mwenye hekima atajisifu kwa sababu ya hekima yake, asije akajisifu kwa ajili ya hekima yake, wala mwenye nguvu atajisifu kwa sababu ya nguvu zake, wala tajiri atajisifu kwa sababu ya utajiri wake. Bali ajisifu kwa nini? Ajisifuye na ajisifu kwa sababu hii. Ajisifu kwa sababu ya mtumishi, ya kwamba ananifahamu mimi na kunijua ya kuwa mimi ni Bwana nitendaye wema na hukumu na haki katika nchi, maana mimi napendezwa na mambo kama hayo, asema Bwana. Kwa hivyo tujue kwamba Biblia ndio inasema kuhusu hukumu. Hukumu iko katika Biblia, imeandikwa. Na hukumu huwezi soma kitabu cha Agano Jipya peke yake. Lazima uende katika misingi ya maneno ya Mungu. Uanzie kutoka kitabu cha Mwanzo, ujue hukumu za Mungu. Uanze kuona hukumu ya kwanza ikiwa pale shamba la Edeni katika kitabu kile ambacho ni Mwanzo 3, ambacho sitaki tusome zaidi. Kwamba Adamu alipoanguka hukumu iliweza kufanywa pale mpaka nyoka akaweza kupata laana. Haya mambo yote tunaona kwamba misingi yote iko katika pale kitabu cha Mwanzo. Jinsi ya kukula vyakula ambavyo tunahitaji kula, haya yote yako katika kitabu cha Mwanzo. Pale kitabu cha Mwanzo 1:29. Ukisoma mambo yote, jinsi ya kusimamia viumbe vya Mungu, kila kitu vile Mungu alipanga ulimwengu, alipanga katika kitabu cha Mwanzo. Mbona umeacha Agano la Kale unasoma Agano Jipya peke yake? Utakuja kufahamu aje haya maneno mengine. Mtumishi, na sasa hili neno litakupembeleza kwamba wewe ni Mkristo, wewe ni pastor, wewe ni nani? Neno hili la Mungu linapembeleza watu kweli? Linakupembeleza katika dhambi zako? Mtumishi, tuende katika kitabu cha Timotheo ya 2:3-16 inasema nini mtumishi? Kitabu cha waraka wa pili wa Timotheo 3:10 na ngapi? 16. Anasema hivi, kila andiko lenye pumzi ya Mungu, lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao. Kwa hivyo tuko na makosa mengi sana, tutaonywa na neno la Mungu. Neno la Mungu ndio linaonya wanadamu, lakini hili neno la Mungu wakati linakuonya, huenda lisikuonye direct, huenda likuonye kupitia kwa watumishi wa Mungu. Kama watumishi wa Mungu ambao wanasimama mahali hapa, maneno yote watazungumza katika hizi majuma mawili, itakuwa ni maonyo kwako uweze kurekebika mapema kabla Yesu Kristo hajarudisha ufalme wake. Endelea mtumishi. Na kwa kuongoza, hili neno la Mungu ndilo linaongoza watu wa Mungu. Kwa hivyo hatuwezi kujiongoza sisi peke yetu, hatuwezi kutafuta kiongozi. Ukumbuke kwamba wakati wana wa Israeli waliweza kuchoka katika safari wakienda Kanaani, walijaribu kupanga kwamba waweze kuchagua kiongozi ambaye anawarudisha Misri. Wakati wameona kwamba kumeshindikana mbele, waliona waweze kupanga kurudi nyuma tena waende Misri. Kwa hivyo walikuwa wanataka kuchiongoza, wakataka kuongozwa na neno la Mungu. Mtumishi, neno la Mungu ndilo linatuongoza katika safari yetu ya kuenda mbinguni. Anasema na kwa kuadhibisha, hili neno ndio linaadhibisha katika haki, yani katika haki. Hili neno linaadhibisha, sijui Kizungu inasema aje mtumishi hapo. Kuadhibisha ni is it to discipline? To discipline. Neno la Mungu ndilo linakudiscipline. You get a discipline
a spiritual discipline from the word of God. Yaani ile adabu ambayo ni ya kiroho unahitaji katika maisha yako ili uweze kuwa na standards zile ambazo zinaitwa za Kristo ama za Kristo mwenyewe. Neno la Mungu ndilo litaweza kukupatia hiyo discipline uweze kuwa kiwango kile ambacho kinahitajika kuitwa mwana wa Mungu. Ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa, apate kutenda kila tendo jema. Jema mtumishi. Naam. Kwa hivyo ningependa tena usome katika kitabu cha Samueli tuone kwa kweli ili neno wale ambao waliandika kulikuacha katika kwa kwanza soma kitabu hicho. Mtumishi rudi nyuma katika kitabu cha Petro ya pili. Petro ni ya pili 1:20 inasema nini? Waraka wa pili wa Petro 20 na 21 nasema nini? 1:20-22. Sasa ikiwa yamekatika tuende kwa haraka mtumishi. Umesema waraka wa pili wa Petro. Wa Petro 1:20 na 21. Anasema hivi. Nasema mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii. Mtumishi anzia 19 ni nzuri. Anasema nasi tuna neno la unabii. Kwa hivyo Petro anasema hivi, nasi tuko na lile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'ayo. Kidogo tu mtumishi. Kwa hivyo neno la Mungu ambalo mtumishi anaenda kusimama zungumze hapa mbele, maana vitambaa vimewekwa hapa, ndilo neno la unabii. Hili neno liko imara, tuko nalo, ndio maana tumekuja hapa. Mungu ametupatia hii sauti ya unabii iweze kupaswa mahali hapa kupitia kwa watumishi wa Bwana wa hizi nyakati za mwisho, waweze kuzungumzia ulimwengu kuhusu kurudi kwa mwanae Yesu Kristo. Kwa hivyo hili neno ni neno ambalo limepeanwa na Mungu mwenyewe. Mtumishi anza vizuri hilo fungu. Maana ndio tamalizia niweze kumpisha mtumishi mwenzangu. Nasi tuna lile neno la unabii lililo imara zaidi. Hili neno liko imara zaidi. Ambalo mkiliangalia kama taa ing'ayo mahali kwenye giza. Wafanya vyema. Kwa hivyo neno la Mungu ama neno la unabii ni taa ambayo inang'aa kwenye giza. Kwenye giza inamaanisha mahali shetani ameingiza uongo na mafundisho ya uongo na dhambi zimeingia. Unabii ama neno la Mungu katika hali ya unabii ndilo linakuja kurekebisha watu wa Mungu waweze kurekebika, waweze kutayarishwa kwa ajili ya kurudi kwa Yesu Kristo. Endelea mtumishi. Anaendelea kusema mwafanya vyema mpaka kutakapopambazuka. Ukiliangalia vizuri ni kama taa na mnafanya vyema. Inasema na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Katika hali ya kupambazuka kwenu ili nyota ya asubuhi iweze kushuka ndani mwenu. Neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko. Hapo ndio nataka aendelee. Upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Kwa hiyo unabii huwezi kutafsiriwa kama atakavyo mtu yeyote tu. Maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali unabii hujakuja kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo unabii umekuja kwa mapenzi ya Mungu na umeandikwa na watumishi wa Mungu kwa kufufuliwa na Roho Mtakatifu. Naam. Sasa mtumishi, nakuuliza, tunahitaji kuwa na nabii kanisani? Tunahitaji kuchagua nabii ili aweze kuleta unabii, ama manabii wa Mungu waliandika unabii wakamaliza? Washaandika. Naam. Kwa hivyo kama wewe ni nabii katika kanisa lako, enda ufundishe watu kitabu cha Danieli. Enda ufundishe watu kitabu cha Ufunuo. Hao watu waweze kunufaika na wewe uweze kunufaika kutokana na maandiko ya Mungu, ili waweze kujiandaa kulingana na hivyo vitabu vile vinasema. Hakuna unabii ambao ulibaki ambao unaletwa saa hii na mwanadamu. Unabii uweze kukuja zamani na ulikuwa zao na wenye walileta waliweza kuongozwa na Roho wa Mungu. Kwa hivyo ndio maana nilikuwa nataka niseme kwamba Biblia imeandikwa katika hali mbalimbali. Tunaona kwamba Biblia iko na vitabu vya historia. Biblia iko na vitabu ambavyo ni vya amri za Mungu ama sheria za Mungu.
uliandikwa na watumishi wa Mungu kama Paulo, tunaona akina Petro wakiandika barua nyingi sana. Kwa hiyo Biblia ilishapangwa kitambo, hakuna kitu nakuja kupanga za hii eti wewe ni nabii ama wewe ni nani. Manabii wako hapa katika kitabu cha Mungu. Yale ambayo walizungumza yalikuwa final. Hakuna jambo ambalo limebaki naweza kuongeza wala kuondoa hata kidogo. Mtumishi nisomee 1:3 Ufunuo inasema nini? 1:3 nimalizie pale. 1:3 cha Ufunuo. Inasema heri asomaye na wao wasikiao maneno ya unabii huu, na kuyashika yaliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu sana. Kwa hivyo unabii uliandikwa, lakini Ufunuo inasema kwamba heri asomaye na anaweza kuamini hayo maneno na ayashike yaliyoandikwa katika unabii huu. Ndio maana unabii umeletwa mahala hapa, maana uliandikwa. Biblia iliandikwa katika hali ya kiunabii. Ndio maana tuko hapa muweze kupambaniliwa na kuandaliwa kwa ajili ya kurudi kwa Yesu Kristo mara ya pili. Na Mungu aweze kuwabariki. Amina. Tuombe. Mtumishi mtakatifu Mungu sheji mbinguni. Fikiria kuna wimbo ambao utaimba kidogo.